Katika kuhakikisha changamoto za wanafunzi wa vyuo vikuu nchini hasa wa mwaka wa kwanza zinawekwa bayana na kuelezea mbinu zinazoweza kuwasaidia kutatua changamoto hizo, Shule Kuu ya Uandishi wa Habari na Mawasiliano kwa Umma ya Chuo Kikuu cha Dar es Salaam STMC kimetoa mafunzo ndani ya wiki elekezi ili kuwajengea uwezo wa kukabiliana nazo. Hayo yamebainishwa leo Novemba 19, 2025 na mratibu elimu chuoni hapo Dr. Gideon Kamfipo wakati wa mafunzo maalum kwa wanafunzi hao, huku akibainisha kuwa lengo ni kuwasaidia wasafiri salama kwenye safari yao ya elimu. Kwenye session kama hii tunapitisha wanafunzi katika maeneo tofauti ya masomo, ya ustawi wao, ya usalama, ya mahusiano ya kijamii, ya kisaikolojia, ya kiuchumi. Kwa pale ndani tulikuwa na timu ya wataalamu ambao kila mmoja amepewa jukumu la kuelezea eneo lake ili mwanafunzi huyo anapotoka hapa awe na picha halisi ya maisha ya chuo kwa maeneo yote, na hata zile changamoto ambazo wanaweza wakakubalia kukutana nazo wanadokezwa, na changamoto za kimazingira, changamoto za kiuchumi, changamoto za kiafya wanapitishwa kote humu, na ikitokea hali ipi mwanafunzi afanyeje. Kwa hiyo taarifa ya msingi sana ili mwanafunzi aweze kusafiri vizuri kwenye safari yake ya kitaaluma ili huko mbele sije kamsumbua. Kwa upande wake mwenyekiti wa serikali ya wanafunzi Daruso STMC Richard Machibia amekiri kupata ugeni wanafunzi hao na jinsi walivyojipanga kuwapokea sambamba na kuwatambulisha vitu mbalimbali shuleni hapo. Tupo kwenye wiki elekezi kabisa ya kuwapokea mwaka wa kwanza, wiki ya mapokezi, ambapo leo tuko siku ya 3 mtawalia, ikiwa leo ni siku elekezi katika taasisi, shule pamoja na tofauti. Hapa Shule Kuu ya Uandishi wa Habari na Mawasiliano kwa Umma sisi tumejidhatiti kwa ukubwa kabisa kuweza kuwapokea wanafunzi wa mwaka wa kwanza, lakini pia wanafunzi wa masters, lakini pia wanafunzi wa certificate pamoja na diploma. Kwa hiyo mapokezi ni makubwa, na hivi sasa kinachoendelea ni zoezi la kuwatambulisha vitu mbalimbali na kuwakaribisha hapa Shule Kuu ya Uandishi wa Habari. Kwa upande wa wanafunzi waliopokelewa chuoni hapo, wametoa shukrani kwa mapokezi mazuri waliopokelewa sambamba na kutoa wito kwa wanafunzi wote kuweka bidii kwa kile wanachokitamani kukifanya. Moja kati ya ndoto yangu kubwa ni kusoma hapa. Nashukuru Mungu nimefika hapa na ninategemea makubwa kwa sababu naamini kwamba nimekutana na watu sahihi katika kutimiza ndoto yangu. Na nawashauri watu wengine wote walioko hapa tufuate kilichotuleta, kwamba tutie bidii kwenye kile kitu ambacho unawishi kukifanya, na ninaamini leo, kesho na kesho kutwa nitakuja kusimama as Lady Comfy nikitokea STMC as a presenter. Nimependa kuja kusoma hapa kwa sababu nimekuwa mjuzi sana wa habari, nimefanya sehemu mbalimbali, lakini kwa ajili ya kustaarabika na kuwa professional zaidi nikachagua kuja kusoma hapa UD kwa sababu nimepata role models wengi ambao wako mjuu zaidi wamesoma hapa, na pia kwa mazingira nilipokuja hapo yako rafiki, yanamsupport mtu yoyote kwa ajili ya kusoma, yako tulivu na salama kwa mwanafunzi yote kwa ajili ya kusoma na kuweza kumaliza. Leo ikiwa ni siku ya 3 ya mafunzo hayo, na ikumbukwe kuwa kila mwaka wanafunzi wapya wanaposajiliwa chuoni hupewa elimu mbalimbali katika wiki elekezi ili kujiandaa vyema na ratiba za masomo. Nikiripoti kutokea Shule ya Uandishi wa Habari iliyopo jijini Dar es Salaam, mimi ni Liberato Sindauka wa Mlimani TV.